Radio Kapi. Habari zetu, Elise Kavira. Nawasalimu wasikilizaji wapendwa wa Radio Kapi. Ufupi wa habari. Kila mwaka mnamo mwezi wa 3 tarehe 12 ulimwengu unaadhimisha siku ya kimataifa ya Francophonie ama Kifaransa. Waziri anayehusika na rasilimali za maji na umeme nchini Kongo alizindua moduli ya pili na ya 3 ya kituo cha kusafisha maji cha Binza Ozone siku ya 3 iliyopita katika wilaya ya Ngalema mjini Kinshasa. Jimboni Kivu Kaskazini, wakaji wa Sake na vijiji vinavyozunguka wanashutumu kuongezeka kwa ukosefu wa usalama miezi miwili iliyopita huko Kamuronza katika eneo la Masisi. Urefu wa habari hizi katika toleo hili. Baki nasi mpendwa. Amjambo tena wasikilizaji wapendwa wa Radio la Amani. Asante kushiriki nasi katika toleo hili la habari za Kiswahili. Kama mnavyojua, kila mwaka mnamo mwezi wa 3 tarehe 12 ulimwengu unaadhimisha siku ya kimataifa ya Francophonie ama Kifaransa, ndio kusema watu wote na taasisi zinazotumia Kifaransa kama lugha katika maisha ya kila siku. Kwa kuadhimisha siku hii, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ameonesha Juliana Lumumba kama mgombea wa Kongo kwa nafasi ya katibu mkuu wa OIF. Ilifanyika katika makao makuu ya Umoja wa Afrika. Kupitia kitendo hiki, Felix Antoine Tshisekedi anawaomba mabalozi wote wa nchi kumuunga mkono Juliana Lumumba. Hebu Benjamin Mudumbi utuelezee zaidi kuhusu Francophonie, umuhimu wake ni gani kwa nchi yetu Kongo? Francophonie ni zaidi ya lugha, sababu ni muungano wa mila tofauti, kisiasa, kiuchumi na kidiplomasia unaokusanya mataifa mbalimbali yenye kupitia matumizi ya lugha ya Kifaransa. Katika mambo hayo ulimwenguni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inapatikana nafasi ya kwanza, ikiwa na zaidi ya wakaaji milioni 100 ambapo wengi wanatumikisha Kifaransa kwa kupana elimu shuleni, nafasi ya kazi na mazungumzo kati ya makabila mbalimbali. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa leo ni nchi ya kwanza ulimwenguni inayo wasemaji wengi wa Kifaransa. Shirika la kimataifa la Francophonie linaunganisha nchi na serikali 88. Ukubwa wake, utamaduni wake, mila na kadhalika inafanya nchi Kongo kuwa nguzo isiyolinganishwa. Francophonie ya mwaka 2015 itajengwa kwa kiasi kubwa nchi Kongo, na ni kupitia maono ya kweli ambapo nchi itaweza kukamilisha uongozi wake katika muungano huu kubwa ya kimataifa. Pia mnajua kwamba siku ya 5 hii tarehe 12 mwezi huu wa 3 ni siku ya furaha kubwa kwa waumini wa Kiislamu, kwani ni mwisho wa mwezi wa Ramadhani ambao unadumu siku 13. Katika jimbo la Maniema ambalo Waislamu ni wengi, wametayarisha nafasi kadhaa ili kuwakaribisha waumini wa Kiislamu kwa ajili ya swala la kufunga Ramadhani. Kabla ya maombi haya, soko la Kindu lilijaa na watu waliokuja kununua vyakula, viatu na mavazi. Turudi katika mji mkuu Kinshasa. Waziri anayehusika na rasilimali za maji na umeme nchini Kongo alizindua modulu ya pili na ya 3 ya kituo cha kusafisha maji cha Ozone katika wilaya ya Ngalema mjini Kinshasa siku ya 3 iliyopita tarehe 18. Uzinduzi huu ni sehemu ya mradi wa maendeleo ya sekta mbalimbali katika mji wa Kinshasa kulingana na mradi unaoitwa Kin Elenda. Miundombinu hii ya uwezo wa mita ya ujazo 1330 kwa siku itasambaza maji kwa watu zaidi ya milioni 5 hadi milioni 6 katika mji. Maelezo zaidi na Rosalie Zawadi. Mradi huu unaoungwa mkono na Benki ya Dunia unalenga miongoni mwa mambo mengine kuongeza uwezo wa kutoa maji safi. Ongezeko hili la uwezo linawakilisha maendeleo makubwa ya kiteknolojia kwa Regideso katika kusambaza maji safi kwenye mji mkuu. Mitaa zitakazonufaika ni pamoja na Binza Ozone, Bandalungwa, Kasavubu, Ngiringiri, Bumbu, Selembao na Makala, ambapo jamaa nyingi zimeishi kwa muda mrefu bila kupata maji ya bomba mara kwa mara. Kijana mmoja anayeishi katika maeneo yale alifurahia sana uzinduzi wa mtambo huu,
kwani hatabeba tena jerikani kichwani ili kushota maji. Kupitia uzinduzi huu, serikali inasisitiza dhamira yake ya kuboresha upatikanaji wa maji safi, sekta muhimu kwa afya ya umma, utu wa binadamu na maendeleo ya miji. Katika hotuba yake, waziri wa rasilimali za maji na umeme alikaribisha kukamilika kwa uwekezaji huu wa muundo, akisisitiza umuhimu wake kwa ustahimilivu wa Kinshasa na kwa uboreshaji thabiti wa hali ya maisha ya watu wanaonufaika. Tuelekea jimbo la Tanganyika. Wakaaji wa eneo la Nyunzu katika jimbo la Tanganyika walipokea vituo 7 vya afya siku ya 4 iliyopita kutokana na mradi wa shirika la kimataifa la maendeleo la Korea, KOIKA kwa kifupi. Mradi huu wa miaka 2 unaotekelezwa na UNICEF unakadiriwa kwa dola milioni 6. Pia unalenga kupunguza magonjwa na vifo miongoni mwa watoto karibu 35,000 wa umri wa miaka 5 katika jimbo la Tanganyika. Vituo hivyo vilifunguliwa rasmi na waziri wa afya wa jimbo wa Tanganyika. Mkuu wa kitengo cha afya cha UNICEF alieleza kuwa mpango huu unalenga sio tu kuboresha upatikanaji wa huduma muhimu, lakini pia kuimarisha ustahimilivu wa jamii na kuchangia kwa endelevu katika ujenzi wa amani. Kwa upande wa naibu mkuu wa ujumbe wa balozi ya Korea nchini Kongo, yeye alieleza kuridhishwa kwake na utekelezaji wa mradi huu ambao anaamini utaboresha upatikanaji wa huduma za afya katika eneo hili baada ya migogoro. Lee Hyun pia anasadiki kwamba ujenzi wa vituo hivi vya afya unaonyesha ushirikiano wa kidiplomasia ulioboreshwa kati ya Kinshasa na Seoul. Waziri wa afya wa Tanganyika Benoit Mulambi anasisitiza kuwa mradi huu wa afya unakusudiwa kujibu kwa mahitaji ya watu waliorejea baada ya migogoro ya jamii kati ya Watwa na Wabantu. Katika jimbo la Chopo, wakaji wanaonesha wasiwasi wao kuhusu hali ya mto Aruwimi katika eneo la Basoko. Tangu mwaka wa 2023, shughuli za uchimbaji dhahabu za kampuni ya Zen China zinazofanywa kwa kutumia vyuma vimesababisha uchafu mkubwa wa maji. Kwanza, wakaji wanashutumu kutoheshimu masharti ya vibali vya utafiti na uharibifu wa maisha ya wakaji wa Likombe na Bahanga na pia kuharibishwa kwa mazingira. Mshiriki wetu Jean-Jacques Mukonkole anatuelezea zaidi. Katika eneo la Bangelema Munganjo ipa kilomita 135 na mji Basoko, jito Aruwimi imebadilika kabisa. Huko ambapo mitumbu ilikuwa ikitekeleza kwenye maji yenye lishe, sasa kuna vifaa vikubwa vinavyotumika na roboti. Mashine hizi zilizowekwa na kampuni ya China Zeng China katika vijiji vya Likombe na Bahanga ziko katikati ya mzozo mkali wa kimazingira na kisheria. Kulingana na vyanzo vya ndani vinavyokubaliana, kampuni hiyo ina ruhusa ya utafiti tu. Hata hivyo, kwenye eneo hilo hali ni tofauti kabisa. Uchimbaji mkubwa wa dhahabu umeanzishwa kwa kudumu zaidi ya mwaka mmoja. Shughuli hii inabadilisha mto kuwa chombo cha mchanga na bidhaa hatarishi na kufanya uvuvi karibu usiwezekane kwa jamii za mitaa. Kwa familia zinazokaa kando ya mto, matokeo ni mabaya sana. Usafirishaji umekuwa hatari na kupata maji ya kunywa, jambo muhimu sana, kumeathirika vibaya. Mujikisangani, Jacques Mkonkole, Radio Okapi. Na mjini Kinshasa, Benki Kuu ya Kongo BCC inaadhimisha toleo lake la 4 la wiki ya pesa duniani. Katika hafla hii, Benki Kuu ya Kongo ilifungua milango kwa vijana zaidi kwa wanafunzi kutoka shule mbalimbali katika mji mkuu. Walitembea katika vituo vya benki na kuongeza ufahamu juu ya pesa na ujuzi wa kifedha. Gavana wa Benki Kuu ya Kongo Andre Wameso aliwahakikishia wageni wake kwamba Benki Kuu ya Kongo imejitolea kudumisha uthabiti wa uchumi wa nchi. Kama nilivyotangaza mwanzoni, jimboni Kivu Kaskazini, wakaji wa Sake na vijiji vinavyozunguka wanashutumu kuongezeka kwa ukosefu wa usalama miezi 2 iliyopita huko Kamuronza katika eneo la Masisi. Mji wa Sake uko umbali wa kilomita 30 kutoka Goma. Katika eneo hili, watu wasiojulikana wenye silaha wanawaingilia wakaji na kuwanyang'anya vitu vyao. Kulingana na vyanzo vya ndani, wakaji wengi waliorejea haswa kutoka vijiji vya Kimoka na Mubambiro wameacha nyumba zao ili kuepuka hali hii ya ukosefu wa usalama.
ili kuepuka hali hii ya ukosefu wa usalama. Tunamaliza na habari hii kutoka Beni ambapo MONUSCO kwa kuunga mkono jeshi la Kongo iliendelea na operation zake za kuimarisha ulinzi wa raia katika maeneo za Kivu Kaskazini na Ituri. Tulizungumza na msemaji wa jeshi la MONUSCO, Kanali Charles Aijua. Tumsikilize katika mahojiano yake na mwalikwa wetu Martial Papi Mukeba. La MONUSCO en collaboration avec le FARDC. MONUSCO kwa kushirikiana na FARDC inaendelea kulinda raia mashariki mwa Kongo. Tarehe 17 Ituri, askari wake walisindikiza salama raia 9 wakiwemo wanawake na watoto kati ya Bayon na Fataki. Hii ilitokana na hofu ya usalama kutokana na vitisho vya mashambulizi ya risasi. Kuanzia tarehe 12 hadi tarehe 14 huko Malibongo, MONUSCO iliweka kituo cha muda ili kuimarisha usalama na kusaidia wananchi. Pia walifanya shughuli za uhamasishaji na kutoa msaada wa kibinadamu. Tarehe 14 katika operation Umoja, MONUSCO na FARDC walifanya doria pamoja kwenye barabara ya Oicha hadi Mamove, Kivu ya Kaskazini. Lengo lilikuwa kuzuia makundi ya silaha na kulinda raia. Tumefika wakati wa kufata sehemu ya pili ya toleo letu pamoja na mwaliko wetu Mark Marofimbo. Radio Okapi. Invité en Swahili. Msitu na uchumi ni mada kuu ya siku kuu ulimwenguni ya msitu itakaosherekewa tarehe 21 wa mwezi huo. Ndiyo maana shirika la wahusika na mazingira nchini DRC yaomba kwa kila mgao wa wakaaji kuheshimu na kukinga msitu. Prince Kiangi, msimamizi wa shirika lile, ajadiliana kuhusu shughuli hii naye Rosalie Zawadi. Prince Kiangi, jambo. Jambo. Kulingana na sikukuu ulimwenguni ya misitu inayosherekewa tarehe 21 mwezi wa 3, umeandikia waziri wa mazingira barua. Kwa nini barua hiyo na unamuomba nini? Sisi tumesema kama tunasherekea sikukuu ya msitu, ni sherti tujiswali na kusema ni nani analinda na anakinga msitu. Maana kama nchi yetu ya Kongo imejulikana kuwa nchi kubwa ambayo inasaidia ulimwengu kuweza kuleta hewa bora ndani ya ulimwengu, ni kwa sababu tuna msitu. Na msitu hii inakingwa na kulindwa na wakaaji, wandugu ambao wameishi katika mitaa zetu. Na ndio maana tumeandikia waziri na kumwambia kama ni vema kwa muda huu tupate kuwa na neno nzuri ya kutoa kwa ajili ya watu hawa ambao wanajitoa, wanajinyima na ingine yote na faida yote ambao wangelitosha katika msitu, sababu tu anasema ni sharti ulimwengu ipate hewa nzuri, watu wapumue vizuri, watu wasifariki. Na wakati tunasherekea ni sharti sasa wakuu viongozi waeleze kwa watu hawa kama tumetambua na kujua kazi ambayo mnafanya kwa ajili ya ulimwengu nzima. Na ni sharti tutambue ile na tuwashukuru na tuwape hata kitu kidogo kuweza kuwasaidia kusema ile ambayo mmepoteza kwa kulinda mazingira tunawapatia ingine kwa kuwasaidia kwa maendeleo yenu, ili wale watu wasikuwa ambao watavamia mazingira. Na ndio maana nimeandikia waziri kusema ile siku ipate kuwa ni siku ya wakaaji, isiwe siku ya viongozi, lakini ni siku ya wakaaji, wale wakaaji ambao wanalinda na kukinga msitu. Ni faida gani wakaaji wanapata wanapolinda misitu vizuri? Kwa kulinda msitu vema inatuletea faida kubwa. Ya kwanza tumesema inasaidia watu kupata hewa nzuri. Na kweli ukifika huko kwetu utakuta kama wakaaji wana afya njema. Ndio maana kwetu watu wanasema msitu ni sharti tuilinde na kukinga, maana sisi wakaaji kama tunaishi, kama tunapata chakula ni katika msitu, kama tunapata nyama ni katika msitu, kama tunapata dawa ni katika msitu, na kama tunazungumza na wababu wetu ni katika msitu. Ndio maana wakaaji wamesema ni sharti kila mmoja wetu ajue kulinda msitu. Na katika kazi ya kulinda msitu wakaaji wanakutana na shida gani huko mashariki mwa Kongo? Kitu kubwa na nafikiri ndio ni muhimu kuweza kuzungumzia ni jambo la ukosefu wa amani. Maana wakati watu wamekuwa katika mapambano huko msitu, hakuna mtu yote ambaye atawakataza kufanya ile ambao wanataka. Lakini vile vile wale ambao wanagombana wakati wamehitaji kula, ni sharti chakula watatafuta katika msitu. Ni kusema nyama ambazo zimepatikana katika msitu, watu wataua nyama na kuweza kukula nyama. Unajua ni tangu miaka mingi zaidi. Wa vijana wengi wakati wamekuta wamoja maisha imekuwa vigumu sana, wanaunda vikundi mbalimbali na wanaishi katika msitu
na kule ambapo waenda kuishi wanaharibu mazingira. Ndipo utakuta miti imekatwa kiolela, watu wameharibu mito, ijapokuwa ni maji ambao watu wanatumia. Lakini wakati vijana wameingia huko na hawafundishwe jambo lolote, ni kusema wataharibu. Na nile maji ambao wanaharibu kule katika mto huko juu, wakati inashuka inafika kwenye mitaa kwenye watu wanaishi, na watu wanatumia ile maji, na unaona watu wengi wanafariki na wanapatwa na magonjwa. Na basi nini ifanyike ili kukinga vema misitu yetu? Kulinda na kukinga msitu kwetu ni sharti serikali atafute mipango mpya. Ni kusema kama wakaaji ili wapate chakula imewaomba waingie katika msitu, labda wamependa wakule nyama na hawana ngombe, hawana mbuzi, hawana kuku, watasema tutaingia katika msitu na kutafuta nyama. Ndipo hapo serikali itasema ni sheti watu hawa ni wapatie miradi ingine. Ni kusema itakuwa ni suluhisho kwa ile shida ambao wamekuwa nayo. Kama wamekosewa na kazi, mimi serikali nawaletea kazi. Kama wamehitaji njia, nitatengeneza barabara, na kila mtu ambaye atalima shamba yake atapata malimbuko yake na atauzisha. Lakini kama wakaaji hawapati njia ingine ya miradi, hawapate namna ingine ya kuweza kuishi, wanakuwa masikini ya kila siku bila msaada, ni kusema wataharibu msitu wetu. Ndio maana naomba serikali wachukue mipango na wale watu awapatie nafasi yao, na wajikute kama ni sababu tumelinda msitu ndio maana serikali ametuletea maendeleo, na wajue kama donc tukachunga msitu yetu tutapata faida kutoka kwa serikali. Bwana Prince Kiangi, nakumbusha kwamba unakuwa kiongozi nchini wa shirika Les Ecologistes RDC. Asante sana. Radio Kapi, dossier en Swahili. Jimboni Ituri, wanawake wa mashirika mbalimbali wana majukumu katika mchakato wa kufifisha mizozo, kupunguza visa vya ujeuri ya kijeshi na hasa yale ya jinsia. Maoni yale ni yake mwakilishi wa Umoja wa Mataifa ziarani mwakazi huko mjini Bunia. Ila wanawake hawa wagongana na matatizo ya kunyimiwa fursa ya upanuko. Isaac Remoyope atuharifu zaidi. Mashirika wanawake sawa Sofepadi na wanawake wapatanishi kwa amani yanafanya kazi katika eneo mbalimbali. Yanashiriki katika utatuzi wa migogoro ya silaha na ya kijamii pamoja na kutoa msaada kwa wahanga wa ubakaji. Mchango wao unaonekana kwa mkubwa hasa katika kuleta amani katika jimbo, kuimarisha mshikamano wa kijamii, kupunguza ubakaji na kuwawezesha wanawake kujitegemea. Brigitte Omari wa shirika UNFPA. Wanawake wamefanya mambo mengi katika swala ya amani. Ziara hii inakuwa njia ambayo kupitia kwake kazi yao katika kutafuta amani katika jimbo la Ituri yatafikishwa na kujulikana katika ngazi mbalimbali. Hiyo ziara yake ni kwa ajili ya kufikisha maoni ya wanawake katika ngazi ya kimataifa. Mtetezi wa kimataifa wa amani wa Umoja wa Mataifa Mariam Bukar Hassan anahakikisha mchango kubwa wa wanawake katika kujenga na kuimarisha amani. Anatoa ushuhuda. Inachofanya ina matokeo mazuri makubwa kabisa. Kwa mfano, ushuhuda ulionigusa sana ni ule wa mwanamke mmoja niliyemkuta katika hospitali ya Sofepadi mjini Bunia. Mwanamke huyu alibakwa, lakini leo hii amekuwa infirmiere na anasaidia wahanga wengine wa ubakaji. Hii inaonyesha kwa kweli kazi ya wanawake. Helping other victims of sexual abuse. Pamoja na mchango huo mkubwa, wanawake wa Ituri bado wanakabiliwa na changamoto nyingi. Ni sawa ubaguzi katika mambo ya elimu, kutokushirikisha wanawake katika vyombo vya maamuzi, pia uongozi wa mji. Vikwazo hivi vinazuia maendeleo yao kamili. Janine Makusi, kiongozi wa shirika lisilo la kiserikali lenye makao yake inakuwa mtani Jugu. Kukirtire tu zamani bibi hata zumuza mbele banaume. Bibi hata kamata parole kwenye bwana iko. Bibi hata kamata poste ya decision. Lakini kwa sasa kidogo na masensibilisation ya nguvu inaanza kufungulana. Defi kiangali mingi sana. Par exemple ku territoire ya Njugu hautakutaka ta bibi hata mama anakuwa pale chef wa chefferie ni chef ya groupement ni chef wa secteur ni kemo tona ile inakuwa poste ya babwana. Kuko ba femme capable mwacha chasse vile na banamuke bakamata poste ya decision. Changamoto nyingine kubwa ni ukosefu wa rasilimali za kifedha ili kusaidia na kuendelesha shughuli zao. Mtetezi wa kimataifa wa amani wa Umoja Mataifa Miriam Bukar Hassan ameahidi kuwasilisha hitaji yao katika ngazi za kimataifa. Nikiripoti toka Bunya, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Tumefika mwisho wa habari hizi. Asante kwa kutufata na kubaki karibu ya Radio Okapi.